Bana, tuangazie habari za udaku. Kuna wasanii mbalimbali wa Tanzania wameweza kufanya yapi, lakini nani ambaye ameweza kutrendi na kuwa mjadala mkubwa katika vichwa vya walio wengi? Tunamwangazia Harmonize ambaye yeye ameanika utajiri wake na ametoboa siri anamiliki jumba la kifahari Afrika Kusini, wadau wamuita limbukeni. Haya ni katika jiji la Dar es Salaam ambako tunamulika star wa muziki wa Bongo Flava na bosi wa lebo ya Konde Gang Rajab Abdul maarufu kama Harmonize, ambaye yeye ameweka wazi mafanikio yake nje ya mipaka ya Tanzania kwa kuthibitisha kuwa anamiliki makazi nchini Afrika ya Kusini. Bana, Harmonize ameibainisha hayo masuala mazima ya kumiliki nyumba Afrika Kusini hivi karibuni wakati wa mahojiano maalumu na kituo cha Exbal Africa, ambapo aliweza kufunguka kuhusu nchi anazozihusudu barani Afrika na uwekezaji ambao wameufanya katika sekta ya makazi. Sasa katika mahojiano hayo, msanii huyo ambaye anatamba kiukweli na ngoma mbalimbali barani kote alieleza kuwa ana mapenzi ya dhati na nchi za Rwanda na Afrika Kusini, jambo ambalo lilimpelekea pia kuweka makazi ya kudumu katika nchi hiyo ya Afrika ya Kusini. Sasa anasema katika nukuu, naipenda Rwanda, naipenda pia Afrika Kusini, na pia namiliki nyumba hapa Afrika Kusini na nyumbani Tanzania, aliweza kusema Harmonize na akanukuliwa kwa uzuri kabisa. Kauli hiyo inakuja kama uthibitisho wa kukua kwa himaya yake kiuchumi, na ikizingatiwa kwa Afrika Kusini ni miongoni mwa vivutio vikuu kabisa vya burudani na biashara barani Afrika. Lakini mbali na masuala ya muziki na utajiri, Harmonize aligusia upande wake wa pili wa maisha, akibainisha kuwa yeye ni mdau mkubwa sana wa michezo, na alitaja kuwa mbali na soka ni shabiki lialia kabisa wa mchezo wa kikapu basketball. Alifafanua kuwa nchini Tanzania anaifuatilia na kuishabikia timu ya Dar es Salaam Young Africans ambayo inashiriki ligi mbalimbali za mchezo huo jijini Dar es Salaam. Lakini baada ya msanii Harmonize kuzungumza hayo kupitia interview ambayo alifanya, bana, tumeona wadau mbalimbali katika mitandao ya kijamii wameweza kumvaa vikali kwa kusema kuwa, ama wengi wakimuita kwamba ni limbukeni, lakini pia wakazungumza na kusema kuwa wasanii wengi kutoka Bongo, hasa ambao wametokea kwenye mikono ya Diamond Platnumz kwa maana ya WCB, wamekuwa na kaushamba fulani hivi kuweka wazi mafanikio yao mitandaoni ili pengine kujionyesha kwamba wana fedha, kumbe njaa tupo. Kwa sababu miezi kadhaa iliyopita bana, Harmonize alikuwa anadaiwa zaidi ya milioni 100 na benki ya CRDB ambazo alikopa, ambapo alimnunulia gari aina ya Range mpenzi wake Bibi Kajala. Sasa kama anamiliki jumba la kifahari Afrika ya Kusini, angewezaje kukopa fedha benki? Ni malimbukeni watu wanasema tu kwa vile wametokea kwenye maisha pengine ya kimaskini sana. Sasa hivyo vihela kidogo ambavyo wanavipata, basi wanaanza kutamba katika mitandao mbalimbali ya kijamii na kujiona kuwa wao ndo wao, kumbe hamna kitu. Lakini pia msanii pekee hapa Tanzania ambaye hana majivuno wakati ana hela nyingi ni Alikiba pekee yake. Ndio maana pia anakubalika na wengi na ndo king wa muziki hapa Tanzania. Hizi ni kauli mtazamaji kutoka kwa baadhi ya wadau baada tu ya Harmonize kuzungumza na kuweka wazi mafanikio yake katika mitandao ya kijamii kwa kudai kuwa yeye anamiliki jumba la kifahari nchini Afrika ya Kusini. Mimi ninatamatisha maoni yako pengine kwenye hile ambao unatazama na kufuatilia Biomedia. Harmonize kuonyesha mafanikio yake katika mitandao ni ulimbukeni au ni njia ya kujiongeza ama kujiongezea status na ukubwa katika mitandao, hasa kwa mashabiki zake? Unaweza kuandika maoni yako moja kwa moja au unaweza kuenjoy kile ambacho tumekuwa nacho. Basi kwa wakati mwingine tazako na nini ambacho wewe unafikiri ndicho